Chum TV. Furaha kiganjani. Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, katika mwendeleo wa kampeni zake katika ukumbi wa Idris Abdulwakil Kikwajuni. Katika mazungumzo yake, Rais Dr. Mwinyi ameahidi kuyazingatia makundi ya watu wenye ulemavu na kuongezea nafasi za uteuzi katika awamu ijayo, huku akisema kuwa serikali inalenga kufanya kazi kwa ukaribu na watu wenye ulemavu. Serikali yetu tuna sera ambayo ni kuwapa mazingatio maalumu watu wenye ulemavu kwenye ajira, yani affirmative action. Kwa hivyo kwenye vyombo vya utungaji wa sheria tutahakikisha kuna idadi kubwa nzuri zaidi ya watu wenye ulemavu. Kwenye serikali kwa maana ya watendaji ndani ya serikali, tutapokuwa tunaajiri tutatoa mazingatio maalumu kwa watu wenye ulemavu. Lakini hata kwa nafasi za uongozi ambazo mimi nateua, basi nitahakikisha watu wenye ulemavu kundi lao linakuwa kubwa zaidi. Tutaendelea kuweka mkazo wa kuangalia mahitaji maalumu ya wanafunzi wenye ulemavu katika vyuo vyetu hivyo vya amali. Lakini kwenye eneo jingine la upatikanaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu, serikali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo. Lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke. Vifaa kama wheelchair, vifaa kama hearing aid, hizi aid za kusaidia usikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye ualbino, na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika, vyote tutaviondoa ushuru ili viweze kupatikana kwa gharama nafuu zaidi. Lakini serikali haitasita jukumu lake la kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa vifaa hivyo vinatolewa na serikali kwa wenzetu wenye ulemavu bila ya malipo. Nakubaliana sana na hoja yake au ombi lake kwamba kuna utaratibu maalum wa kuwapa nafasi maalum watu wenye ulemavu nao wavitumie viwanja hivi. Nitaelekeza Wizara ya Michezo ihakikishe kwamba wanapopanga ratiba ya kutumia, basi wale vijana wetu wanaoitwa juvenile, vijana wa junior, lakini wale ambao ni wa madaraja yale ya chini, waweke na kundi la walemavu kuweza kutumia viwanja hivi. Nimefurahi kwamba kauli mbiu yenu ni kwamba watu wenye ulemavu hapa Zanzibar, kauli mbiu yenu kwa uchaguzi huu ni tupige kura kwa amani ili kuleta maendeleo jumuishi. Hii ni kauli mbiu nzuri sana. Nimefurahi kwamba tumezingatia swala la amani ambayo ni sera namba 1 ya Chama cha Mapinduzi. Nimefurahi kwamba kauli mbiu yenu ni kwamba watu wenye ulemavu hapa Zanzibar, kauli mbiu yenu kwa uchaguzi huu ni tupige kura kwa amani ili kuleta maendeleo jumuishi. Hii ni kauli mbiu nzuri sana. Nimefurahi kwamba tumezingatia swala la amani ambayo ni sera namba 1 ya Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, kabla sijamalizia, kuna swala la ruzuku, kutoa ruzuku kwa shirikisho pamoja na mabaraza ya watu ulemavu. Tumeyapokea, sasa hivi tunafanya hivyo na tutaendelea kufanya hivyo. Kwa kadri hali ya uchumi itakapoongezeka, nitaona jinsi gani ya kuongeza ruzuku tunazozitoa kwa vyama vyenu hivi, kwa mabaraza yenu na mashirikisho yenu, ili tuhakikishe kwamba mnaweza kujisaidia nyinyi wenyewe kwa kujengewa uwezo. Chama cha Mapinduzi kimewapa kipaumbele kwa kuwashirikisha na kuwawezesha watu wenye ulemavu, ikiwemo kuwapatia ajira zenye staha
na kushiriki katika shughuli za kiuchumi kama anavyoeleza Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Dr. Mohamed Said Dimwa. CCM haikubahatisha kumteua mapema Dr. Hussein Mwinyi, kwa sababu ilikuwa inajua ana sifa za kipekee kwa Wazanzibari, na Dr. Mwinyi yuko tayari kuwatumikia Wazanzibari wote na Watanzania wote wa makundi yote, yuko tayari. Waswahili wanasema haja ya mja kunena muungwana. Leo Dr. Mwinyi ameonyesha uungwana wa kuguswa na makundi hayo. Rais ameteremka chini kwenda kuwaona wananchi wake pale kwa hisia alizokuwa nazo. Hapa watu wenye ulemavu nao wakawa na yao ya kusema. Mgeni rasmi, vile vile watu wenye ulemavu tunaomba kuwezeshwa kushiriki mashindano ya ndani ya pamoja ya kimataifa. Mazingira mazuri kwa sisi sote wenye ulemavu. Katika eneo hili tunaomba wale watu wenye ulemavu wenzetu walikuwa na ulemavu mkubwa, ulemavu mchanganyiko, basi hii pencheni jamii waone, kwa sababu kuna familia zina watu hawa wanahitaji msaada. Kwa hivyo serikali yetu tunaomba hawa watu wenye ulemavu waone. Pia Dr. Hussein Ali Mwinyi, tunakushukuru kwa kutusaidia kupata msaada wa nauli ya kwenda na kurudi. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salo.